Athari ya kwanza, tunategemea kwamba watu watapunguza vyombo vyao barabarani kutoa huduma kama nauli itakuwa haijaongezeka. Hilo ni la kwanza ambalo liko wazi. Lakini la pili, tunategemea wananchi watabeba mzigo huu. Kwa upande wetu pia wa daladala, niendelee kuwashauri watu wetu kwa kipindi hiki, zile nauli zilizokuwa zikiombwa shilingi 200 na 200 si na 300, tuachane nazo. Tuchukue nauli ambayo ni halali, angalau iweze kukizi kuongeza yale mapengo ambayo yaliyokuwepo. Lakini zaidi ya hapo, kwa kweli biashara itatushinda. Ushauri mimi naona ni kumuumiza tu yule tunayembeba abiria, kwa sababu mimi siwezi kuendelea kuendesha chombo kwa bei iliyopo hii. Sawa, tofauti na hapo ni kuiomba serikali iangalie utaratibu wa nauli, na ndio maana sema ili anguko linarudi pia kwa abiria. Abiria pia nao wanatakiwa watoe maoni yao, kwa sababu hili nao ni swala ambalo linawahusu wao pia. Hii nauli inaenda kumwangukia nani? Abiria. Kwa hiyo serikali iweze kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kutatua hili kabla hivi vyombo havijaweza kusimama. Changamoto iliyopo itakuwa ni nani kubwa, kwa sababu mafuta yamepanda bei kwa kiasi kikubwa sana. Hajawahi kupanda kiwango hiki. Hii imetisha. Yaani inatutesa. Na maana tutakuwa tunaenda sheri, unashangaa hata hesabu isifike kabisa. Kwa hiyo tunakuwa kama tunaenda tunazura tu barabarani, tuone tunachokifanya. Sasa hapo nilikuwa naomba serikali angalau ituongezee nauli. Maana ukisema kwamba mwambie tajiri apunguze hesabu, hawezi kukubali, kwa sababu mambo ya spare na yako juu, inakuwa ni changamoto hapo. Kwa changamoto ya hii mafuta, kwa kweli itatuathiri sana kwa sisi wafanyakazi. Tunaomba serikali ituangalie kwenye hilo swala, maana tayari limeshagusa sehemu nyeti kabisa. Au matajiri zetu na wao watuangalie kwa jicho jingine, maana hii changamoto ni kubwa. Hii changamoto sio ndogo. Lita moja kwa 4 ni bei kubwa sana kwa mafuta. Kwa hatua hii inabidi tu nauli ziongezeke kwa kweli, na sisi tupate chochote.